Yes, shalom watu wa Mungu. Ni rafiki yako Bishop Emmanuel hapa. Ninazungumza na wewe tena. Watu wa Mungu, you see, njia rahisi ya kuweza kuishi maisha ya mafanikio, ya kuweza kuishi maisha ambayo yatakufikisha kwenye ndoto zako bila matatizo yote yale, ni kwa kuanza kuisikiliza roho yako. Pale ambapo utaanza wewe kuisikiliza roho yako, tayari unajiweka kwenye njia sahihi ya kuishi maisha ya mafanikio yasiyokuwa na matatizo yoyote yale. Watu wengi hawajawa trend enough kiasi cha kuweza kusikiliza roho zao. Watu wa Mungu, kitu kinachojua future yako na kinachojua yale yanayotokea mengi kwenye maisha yako kwa namna ya kiroho na kuweza kuyarecognize na kutambua jema na baya ni roho yako. Watu wa Mungu, sijajua kama uliwahi kufika kwenye hali hii. Umekutana na mtu kwa mara ya kwanza, na baada ya kukutana naye aidha ni kwa sababu ya kimahusiano, au mtu huyo anakutaka kimahusiano, au ni kwa sababu ya kitu fulani, alafu ghafla wewe ukaanza kukosa amani juu ya huyo mtu. You are not comfortable with that person. Amani yako ikapotea ghafla. Wakati mwingine hauko sawa huku ndani. Wakati mwingine ukaanza kutengeneza chuki au hasira juu ya huyo mtu. Hata wakati mwingine naye akaanza kukuchukia bila sababu yoyote ile, na hauelewi hata kwa nini umekosa amani naye, au huelewi ni kwa nini kinaendelea, lakini ghafla tu ukaanza kujisikia haumpendi, hautaki hata kuwasiliana naye. Yaani unaona kabisa huku ndani kuna kitu kinakuambia hauna amani naye. Watu wa Mungu, stay away from that person, kwa sababu tayari roho yako imeweza kudekodi kitu ambacho ulikuwa haukijui kuhusiana na huyo mtu. Wakati mwingine hiyo roho yako inakuambia kwamba huyo mtu sio mtu mzuri. Wakati mwingine wao watu wanaanza kutengeneza chuki juu yako. Inawezekana ni pale ofisini kwako, inawezekana ni nyumbani kwako, inawezekana hata ni mazingira ya kazini, kwenye biashara. Mtu anaanza kutengeneza chuki na wewe bila sababu yoyote ile, na hata ukitafuta sababu ya kimwili ni kwa nini anakuchukia, hauelewi. Wakati mwingine wewe unakuwa kama hauna amani nao tena kabisa. Alafu ukitafuta sababu za mwilini kabisa kwa nini hauna amani nao hauoni. Ni kwa sababu watu wa Mungu, mambo ya kiroho, you see, upendo huko hivi. Upendo halisi ni ule upendo ambao mtu anakupenda bila sababu yoyote ile. Inatengenezeka automatically ndani, roho ya huyo mtu inaanza kukupenda na wewe unaanza kumpenda. Huo ni upendo halisi, manake roho zenu zimekuwa connected spiritual. Pale hivyo pia hata kwa namna ya kawaida, pale ambapo unaanza kutengeneza chuki, unakosa amani na mtu, kuna kitu hakiko sawa kwa huyo mtu cha kiroho. Huyo mtu sio mtu mzuri kwako. Wakati mwingine watu wa Mungu, inawezekana ni conduct deal, ni kazi, ni kwenye vikao, unakosa amani kwenye hivyo vitu. Run away from that things. Hii itakusaidia kuepuka matatizo mengi ambayo utakumbana nayo kwa kimaisha. Wakati mwingine huku ndani kunakuambia usiende kwenye hiyo kazi, usifanye hiki, unakosa amani kabisa, ile amani haipo. Watu wanalazimisha. Watu wa Mungu, utakapojifunza kuanza kuisikiliza roho yako, bila kutaka kujua sababu kwa nini roho yako inakuambia achana na hivyo vitu, usifanye hiki, usifanye hiki, ukianza kuisikiliza roho yako, umeanza kufanikiwa kwenye maisha. Jifunze siku zote kutaka kuisikiliza roho yako. Inawezekana hata ni kwenye mahusiano upo, ghafla roho yako ikaanza kukosa amani, ukaanza kujisikia kukosa amani, hauna furaha tena na mahusiano. Roho yako inakuambia achana na mahusiano, ondoka kwenye mahusiano, usichelewe kutoka huko, ondoka haraka, kwa sababu kuna kitu ambacho roho yako imekipiki kwenye mahusiano ambacho hakiko sawa. Ni kazi, unafanya kazi, roho yako ikaanza kukosa amani na hiyo kazi, ikaanza kukosa amani na hilo eneo. Ondoka kwenye hilo, usichelewe kutoka kwenye hilo eneo, ondoka haraka. Roho yako inafahamu vitu vingi ambavyo kwa namna ya mwilini havielezeki. Hata ukitafuta sababu ya mwilini kwa nini unakosa amani na hao watu na hivyo vitu, hautaelewa. Please make sure unajifunza kuisikiliza roho yako. Nisaidie kushare na mtu mwingine. Kwa kushare unasaidia kufikisha ujumbe kwa watu wengine ambao wanautoa kila siku kwenye YouTube channel yetu ya Bishop Emmanuel, TikTok yetu ya Bishop Emmanuel, na Instagram account yetu ya Bishop Emmanuel. Kwa wewe, kwa kushare, unasaidia ujumbe huu kufika kwa watu wengi zaidi, na unasaidia kuelimisha jamii zaidi. Tafadhali nisaidie kushare, nisaidie kulike, na Mungu akubariki sana. Mungu ubariki kila mkono utakao share zaidi sana. Kama uko Dar es Salaam, tukutane tena leo
Tukutane tena leo Jumatano kuanzia saa 12 jioni. Mahali ni Mbezi Beach Goigi, ukumbi unaitwa Mateo Hall. Dar es Salaam tukutane leo jioni kuanzia saa 12 jioni. Mahali ni Mbezi Beach Goigi, ukumbi unaitwa Mateo Hall. Kumbuka kwa Dar es Salaam tuna hii semina ya siku 8. Wiki hii yote tutaenda mpaka ile wiki inayokuja. Lakini pia kama uko Morogoro usisahau tunakutana tarehe 29 ya mwezi wa 3 kuanzia saa 6 kamili mchana, ni siku ya Jumamosi. Mahali ni Savoy Hotel, hakuna kiingilio, ni bure kabisa. Wale wa Morogoro tuonane tarehe 29. Wale wa Dar es Salaam tuonane leo jioni. Shalom, Mungu akubariki sana. Dar es Salaam wale wanaohudhuria hii semina watakwambia kile kinachoendelea. Mungu akubariki sana, uwe na siku njema. Shalom.